Karibu katika kipindi cha Mohamed Talk. Leo tutaongea kuhusu simulizi kwenda kwa Edward Moringe Sokoine, anayechukuliwa kwa mmoja wa viongozi waadilifu wenye msimamo mkali, wapendwa zaidi. Lakini katika historia ya Tanzania alikuwa mwanasiasa aliyeweka maslahi ya wanyonge mbele na kupigana vita dhidi ya rushwa na uhujumu uchumi kwa vitendo. Hapa kuna undani wa maisha na uongozi wake. Maisha ya awali na elimu. Alizaliwa tarehe 1 Agosti mwaka 1938 katika kijiji cha Monduli mkoani Arusha. Alikuwa kabila la Kimasai. Alipata elimu yake ya msingi Monduli na sekondari shule ya Umbwe Moshi. Baadaye alielekea nchini Ujerumani Magharibi mwaka 1962 mpaka mwaka 1963 kusomea masuala ya utawala na uongozi. Safari ya uongozi na siasa. Sokoine alipanda ngazi ya uongozi kwa haraka kutokana na uchapakazi na uaminifu wake. Mwanzo alianza kama ofisi ya mtendaji wa wilaya, District Executive Officer wa Masai. Bungeni mwaka 1965 akiwa umri wa miaka 27 tu alichaguliwa kuwa mbunge wa Wamasai. Kwenye uwaziri alihudumu katika nafasi mbalimbali ikiwemo naibu waziri wa mawasiliano, usafirishaji na kazi, baadaye waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Mwaka 1972 akiwa waziri wa ulinzi alisimamia maandalizi ya jeshi la Tanzania JWTZ kabla ya vita vya Kagera. Namba 3, waziri mkuu vipindi viwili. Sokoine alihudumu kama waziri mkuu chini ya Rais Julius Kambarage Nyerere katika vipindi viwili. Kipindi cha kwanza Februari mwaka 1977 Novemba mwaka 1980 alijiuzuru kwa sababu ya kiafya. Februari 1983 mpaka April mwaka 1984, kipindi hiki ndicho kilichompatia heshima kubwa zaidi. Namba 4, vita dhidi ya uhujumu uchumi. The Crackdown mwaka 1983. Mwanzoni mwa miaka ya 1980 Tanzania ilipita hali ngumu ya kiuchumi. Sokoine aliongoza vita dhidi ya walanguzi na wahujumu uchumi. Aliamuru kukamatwa kwa watu waliokuwa wakificha bidhaa muhimu kama sukari, sabuni na unga ili wauze kwa bei ya juu. Rushwa. Alijulikana kwa misimamo yake ya kutovumilia